Diamond Platnumz alitangaza kuachia ngoma jioni. Aliposti klipu fulani akiwa ameshikilia tende na maziwa, anasema ladha ya tende na maziwa haiwezi kuzidi utamu wako. Anajaribu kuexpress namna anavyompenda mpenzi wake, alivyomtamu zaidi ya tende na maziwa. Ngoma fulani ya kimapenzi, na tunakumbuka Diamond alitangaza mwaka huu 2026 au projekti zake zijazo itakuwa ni zinahusiana na Bongo Flava. Kwa hiyo ni kitu ambacho mimi niliona hata watu wengi walikuwa wanajaribu kuambia kwa hiyo nataka kuleta Bongo Flava, so kimataifa wameachana nako. Aliyekwambia msanii akisema anaachia ngoma ya Bongo Flava, pure Bongo Flava, haiwezi kuwa na hadhi ya kimataifa ni nani? Ngoma ikiimbwa Bongo Flava haina hadhi ya kimataifa. Ngoma yenye hadhi ya kimataifa ni ipi? Mnataka imbe muziki gani? Kwenye comment post ya Diamond wanasema kwa hiyo kimataifa tuachane nako sasa hivi, umerudi nyumbani. Bro, kwani Bongo Flava hizi ngoma tunazisikia, kwa mfano hizo Tetema za Rayvanny, ngoma ya Mapopo au Komando ya Mavokali, ni mziki wa namna gani? Leo tunajisifu wasanii wetu kina Alikiba walifika wakafanya kazi na kina Rakeli, akina nani walikuwa wanaimba nini? Kina Bikidude, unaelewa? Akina Mr Blue, akina Feruz, akina nani? Wasanii ambao walikuwa wanaenda kufanya show nje, akina EY, akina nani, hata kama ni hip hop lakini ni bongo, ndio? Walikuwa wanaimba muziki gani? Ni Bongo Flava. Bongo Flava hii ni muziki wenye ladha, sound ambayo na deserve kuwa top. Shida inayowaangusha wasanii ni kwenye standard. Kwa mfano leo ukisikiliza ngoma za kina Alikiba, Mapenzi Yanarudi Dunia, Cinderella, Mahaba, Utu, mbona zinaimbwa na mataifa mengine nje? Ni pure Bongo Flava. So jamaa ameachia ngoma inaitwa Natuliza. Ni ngoma mpya Diamond. Huu ni mwezi wa mapenzi, mwezi wa Valentine, wapenda nao. Kaachia wimbo ambao unahusiana na wapenda nao. Of course, mimi najaribu kuangalia tu Biggie promo anavyofanya, kwa sababu ni mshikaji ambaye analijua soko na amejua huu ni muda gani, na ndio maana kaachia wimbo wa mapenzi, kwa sababu ni mwezi wa Valentine, mwezi wa wapenda nao. Tuendelee kusubiri. Mimi kwenye upande ambao hujanifurahisha kwa kweli, numbers masaa 9 views 75 kwa msanii kama Diamond, no way bro. I don't know, kwa sababu ni surprise. Unajua wimbo kauachia kama surprise, hakutangaza kwamba atakuja na wimbo, lakini kwa ukubwa wake still wimbo ungetakuwa kuwa na numbers nyingi sana. I don't know, labda mpaka baadaye kesho tutarudi kuzungumza hii ngoma numbers zinaendaje, kwa sababu Diamond ni msanii mwenye akaunti kubwa kusini mwa jangwa la Sahara. Namba ni maana deserve.